Da, sijui mchungaji kimemkuta nini. Alikuwa anajitahidi sana kufunga kondoo zake, ila nashangaa ghafla yani kabadilika, kaanza kunywa pombe. Da, mimi mwenyewe kwa sijui, nimepita zangu tu kunaelekea sehemu ndo na msiba nikaamua. Kwa sijui chochote kinachoendelea. Naumiza sana. Alinipa mahali, nishauri vitu vingi. Nasikia na wengine kuna mtu ameenda kuchimba kaburi. Shaenda hiyo. Ngoja tusubiria. Kesho. Sio inauma sana taratibu. Basi. Neema, mbona mnalia mnanichanganya jamani? Mbona mmejaa kwangu hapa, shida nini? Jamani mimi niko hai jamani, angalie mimi. Hapana Lema, niangalie mimi hapa Lema. Lema, naomba niangalie mimi hapa Lema, mimi sijafa. Lema. Naomba mimi hapa niangalie. Mimi niangalie. Mtendaji mwambie mimi sijafa, mimi niko hai jamani. Kwa mnioni mimi ninapoongea jamani. Mbona mimi naongea mnalia tu? Jamani msilie, niangalie mimi hapa jamani. Mimi sijafa jamani, nipo hai jamani, mimi sijafa. Mtumishi Lema. Mimi sijafa jamani, naomba mniangalie, mimi sijafa. Mtumishi. Hapana mtumishi, niangalie mimi sijafa. Wewe watu waambie mimi sijafa mtumishi. Mimi niko hai mtumishi. Dada. Naomba waambie kwa sababu mimi sijafa, niko hai jamani. Mimi niko hai, niangalie mimi. Si unaniona mimi? Mimi niko hai jamani, naomba niangalie mimi jamani. Mtumishi. Mimi sijafa. Naomba niangalie mimi, naomba mimi niangalie. Muone hivi, waambie wote walikuwa wanalia pale. Kina Lema, kina mtendaji wote hawa. Naomba waambie mimi sijafa jamani. Kaka, dada, naombeni mimi sijafa jamani. Mtukula. Waambie mimi sijafa Mtukula, mimi sijafa, niangalie mimi. Mtukula, waangalie wote kule. Waambie sijafa Mtukula. Mtukula, mwangalie yule pale. Mtukula, yule pale anakuja kutekeleza yote Kisumu. Mtukula. Mwangalie mimi sijafa jamani, ona ni mbinu zao. Wale majini yale ni mbinu zao hapa Mtukula, nataka iteketeze yote Kisumu Mtukula. Mwangalie alikuwa hapa, si mbona alikaa hapa? Amevaa nguo jeupe. Si mbona alikaa hapa? Wapo wengi hao wanataka aje kuteketeza yote Kisumu Mtukula. Niamini mimi sijafa, hiyo michezo yao. Mimi sijafa Mtukula. Tepula, naomba niangalie mimi. Waambie wote hao Tepula, wewe ndio wewe ndio mtumishi wa Mungu kabisa kule sasa. Waambie wote, wape taarifa kusema kuna hapa alikuwa amekaa hapa yule pale. Yule anakuja kuteketeza yote Kisumu Tepula. Naomba kawaambie wote, waambie wote wanalia. Mimi sijafa, mbona analia Tepula? Naomba kwenu Tepula. Naona mimi sio nimekufa. Niangalie mimi Tepula. Mbona uongee Tepula? Niangalie Tepula.
Ema. Mtendaji. Kwa nini mkubali kabisa sasa mimi nimekufa? Mkubali kabisa sasa mimi nimekufa jamani. Mimi sijafa. Mimi sijafa jamani, mimi sijafa jamani. Mimi sijafa jamani, mimi sijafa. Kwa hiyo mnataka utajiri vijana? Ndio, nataka pesa. Mnataka utajiri? Yes mganga. Mnaweza masharti? Ndio mganga. Mnaweza kuiabudu pesa? Ndio mganga. Najua kila mmoja wenu amekuja na shida ya utajiri. Lakini kila mtu ana sababu zake. Kijana, una sababu gani ya kutaka pesa? Mimi nataka pesa mganga, mimi mtani, mimi nazalika mganga, mimi nataka pesa kabisa. Mimi yani mganga, nina shida na hela, yani ndio maana nimekufuata mganga, mimi na shida na hela kabisa. Mizimu imekusikia kijana. Kijana, kwa nini unataka utajiri? Mimi nataka pesa kwa sababu mke wangu amenikimbia mganga. Sina pesa. Nataka utajiri. Amekukimbia kwa sababu ya umaskini? Ndio. Mnaona hivyo visu chini? Tunaviona. Huo ndio utajiri wenu. Hivi visu hivi. Utajiri wenu upo kwenye hivi visu. Hivi mganga. Utajiri wenu upo kwenye hivi visu. Kila mmoja shike kisu hapo chini. Shika visu. Shika. Shika visu. Hivyo visu mtakavyoondoka hapa, mtakaye kutana naye njiani, awe mwema, uwe unamjua, uwe mjui, uwa sione huruma, muwe. Na baada ya hapo, mwisho wa safari, mimi nitatokea. Tatokea nyakati mbili tofauti. Nisipoongea, huyo sio mimi, uwa. Nikikupongeza, huyo ndo mimi. Nitakupa sharti la mwisho. Hapo nitakupa sharti la mwisho. Ndio mganga. Kwa sasa, timiza masharti niliyo hapa. Tawile. Ondoka. Ondoka. Simama, nenda. 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 Nenda vijana. Nenda. Nenda vijana. Sijafa. Sijafa. Mungu wangu. Umekuwa ukilia moyoni, usiku mrefu haumalizi. Maneno yao yanakuchoma, lakini bado unainuka. Usikate tamaa, usivunjike. Haya unayopitia ni njia ya kuondoa mabaya. Unaniotesha ndoto mbaya sana. Kipi kinachokuja mbele yangu? Au yale maneno yako yashatimia? Ya kuwa niliumbwa kwa udongo na nitarudi kwa udongo. Mungu wangu, naomba hii ndoto isije kujitokea, kwa sababu na kazi kubwa sana ya kuilinda hii Kisumu. Maana Kisumu inanihitaji sana mimi. Najua nimekukosea. Pengine umechukiza ndio unanionyesha hii ndoto ya ajabu kwangu. Naomba isiwe kweli baba yangu. Naomba isiwe kweli Mungu wangu.
kila ukigeuka unaumia, unauliza. Nikiwa kinyume na nguvu zote za giza, ndoto chafu zote zinazoninyemelea, ndoto ambazo zinataka kuitoa roho yangu, naenda kulikataa kaburi mfalme wa ajabu. Pengine nimekukosea, najua nimekukosea, nimekuasi, lakini hii ndoto inatisha sana Mungu wangu. Bado nina jukumu zito na jukumu kubwa sana la kuikomboa Kisumu. Maana najua uliniita ili nitende kazi yako, lakini nilikuwa kinyume na mapenzi yako. Pengine unanionyesha kitu ambacho kinakuja mbele yangu, bali naikataa na kuivunja na kuiseta kuzimu. Kwa mtu yoyote ambaye ana mipango kwa ajili ya kuniangamiza, nenda kuikataa hii ndoto chafu. Nenda kuwakataa wote na kuwaseta kuzimu. Bali niachilie jina lako takatifu ipate kuonekana. Na mimi mfalme wa ajabu, nikiwa kinyume na nguvu zote mfalme wa ajabu, bali naalika damu yako takatifu ipate kuniongoza. Niachilie moto wako wenye nguvu, moto wako wa uzima. Kizazi kinapotea, ni nguvu ya nuru, ni nguvu ya nuru, ni nguvu ya nuru. Kizazi kinapotea, ni nguvu ya nuru, ni nguvu ya nuru, ni nguvu ya nuru. Kuagiza kazi nimemaliza. Unajua nilikuwa nashangaa mchungaji anatushindaje? Yaani kama mtu kadogo sana Kisumu kanatusumbuaje? Yaani mpaka nashindwa hivi dubu alishindwaje? Unajua mchungaji ni mwepesi mno. Nimempitisha kwenye pombe amekunywa, nimempiga madawa hatari chali. Kwa hiyo mkuu, mimi nikwambie, mimi nipo tayari kwa kazi yoyote. Hata kama kuna miji nasumbua, mimi nipeleke nikamalize kazi. Sawa mkuu? Sasa mkuu, mimi na swali moja. Yule msaidizi wangu Lela yuko wapi? Kwa sababu mimi kazi naifanya mwenyewe mpaka nimemaliza. Yaani kama ni adhabu apewe sasa. Kwani yuko wapi? Timbi, mbona unaneneka sana na unaongea sana? Leila ameenda kutumikia adhabu baharini. Yupo na dubu katika adhabu kwa sababu kuna kosa lilifanya, kosa kubwa sana, ikapelekea likamchukua, ilipeleka kwenye gereza ambako yuko dubu. Kwa yuko Leila na dubu. Kwa saizi umebaki peke yako hapa. Ndio maana basi mimi kazi nimemaliza sasa. Yaani bado tu hii nyingine ya kushawishi watu wa Kisumu waweze kukubali imani yetu, tuwateketeze, tubaki sisi wenyewe kwenye mji huu wa Kisumu. Atembe, kazi bado ndio kwanza unaanza. Na kingine, nitakuletea msaidizi wako ambao utaungana naye na mtafanya kazi, kwa sababu una jukumu zito sana kusambaratisha ulimwengu wote ili tuje ulimwengu wa majini. Kuna msaidizi atakuja. Atembe, huyu anaitwa Sabrina, ni mwanamke wa shoka. Shoka, yaani mtu wa moto. Tumechukua kwenye bahari ya Saba ili aje kusaidia kufanya naye kazi. Kwa hiyo mwanamke ambaye hana mazao, hana masiara, yeye akipewa kazi anafanya kazi. Tumekwenda kumchukua kwenye bahari ya Saba, kwa hiyo tusaidiana naye kazi mwanzo mwisho. Sabrina, huyu anaitwa Timbi, ni kijana mmoja ambaye ana mapepe sana na ananenganenga sana. Kuna ule lazima dishi yake imeyumba, ila yupo sawa. Ukimpa kazi anafanya kazi. Kuna mtu utamzoea, anautali sana, ila akija kwenye swala kazi anakuwa serious sana. Kwa utamzoea alivyo. Kwa jukumu ambalo nawaachia, itakiwa msambaratishe yote hii Kisumu, muteketeze, muiweke salama, ili sisi tuje kwa ajili ya kuisikani, tuje katika nchi iweka salama Kisumu, ili sisi na majini yote tufike hapa. Mkuu, anaenda wapi sasa huyu mgeni?
Timbi, huyu anaitwa Sabrina, ni mwanamke wa kazi, yaani mwanamke wa shoka, yaani ni moto anapeleka mioto kuu wadarasani na Kisumu. Basi baadaye ngoja tukafanye kazi.